Mwenyezi Mungu ajalie inshallah tukubaliwe saumu zetu. Lakini niwashukuru TAKUKURU kwamba kwa nembo yenu mnafanya kazi kubwa ya kuzuia rushwa, na hakika dini zote zinakataa rushwa. Dini zote duniani zinakataa rushwa, na Mwenyezi Mungu anakataa rushwa, na mitume wote walikemea rushwa, na nyinyi mnakataa rushwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akupeni nguvu kwa kusimamia hili jambo, muendelee kukataa rushwa na mtakuta jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Allah akulipeni kheri. Mwisho kabisa, Shekhe wa mkoa anakusalimieni sana, anasema yuko pamoja na ninyi. Jazakumullah, tunakushukuruni kwa iftari nzuri, tunatamani kesho tena mtuite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunasoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 21, anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba wa mbinguni ulivyo na umoja. Sasa sisi sote tukiwa kama watoto wa Mungu, maana yake tukiwa na umoja, maana yake tunapoendelea kuonyesha matendo ya huruma, hasa kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani na Kwaresma, maana yake tunakumbuka pia kuyatimiza yaliyo ya wajibu wetu, hasa kuhakikisha kwamba tunavikataa na kuvikemea vikali vitendo vya rushwa. Nipongeze sana TAKUKURU kwa ajili ya jambo hili ambalo mmelifanya zuri la kutupatia futari, lakini pia mwisho wakati naelezea mwakilishi wamefanya jambo lingine zuri kubwa, kutoa zile mashine kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu pale katika hospitali yetu ya Rufaa General Hospital. Mungu awabariki sana. Mmeonyesha matendo mazuri ambayo yanaonyesha unyenyekevu mkubwa, lakini ukomavu na uelewa wa kutosha katika namna ya kuihudumia jamii. Mfano huu ni mzuri sana, unapaswa kuigwa. Tunawashukuru sana sana sana, na tunaendelea kuwaombea TAKUKURU katika utekelezaji wa majukumu yenu ambayo mtakuwa mnayafanya, na sisi kama kanisa tutaendelea kuwaombea ili Mungu wa mbinguni aendelee kuwasaidia, maana hakuna vitu vigumu sana kama kuongoza watu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, hizi ni nasaha za viongozi wa dini walizotoa Machi 18 mwaka 2026 wakati wa iftar iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Dodoma, na kuwakutanisha wadau mbalimbali kwa madhumuni ya kuimarisha ushirikiano na wadau hao katika mapambano dhidi ya rushwa. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Jabir Shekimweri aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule alisema kuwa rushwa haikubaliki katika sheria za nchi, haikubaliki katika utamaduni wa Kitanzania na hata vitabu vitakatifu. Akinukuu mafundisho kutoka vitabu vitakatifu vya Qur'an na Biblia, Mheshimiwa Shekimweri alisisitiza kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni wajibu wa kila mtu bila kujali nafasi au dini yake. Ni kweli ni mwaliko, lakini sio wa hivi hivi. Ni mwaliko ambao pia una madhumuni ya kupeleka ujumbe, na ujumbe wenyewe ni wa kupinga matendo ya rushwa. Na ningeambiwa summarize hotuba na salamu za mkuu wa mkoa kwa sentence moja, ningesema tu basi tuishi kauli mbiu. Sivyo? Ningesema tuishi kauli mbiu ambayo inasemaje? Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Basi ingekuwa hotuba yangu. Sasa kwa nini ni wajibu wetu? Basi nijielekeze kwenye nukta 2-3. Nukta ya kwanza, rushwa haikubaliki kwenye sheria zetu. Haikubaliki katika utamaduni wetu kama Watanzania tangu kuasisiwa kwa taifa letu. Waasisi wa taifa hili Mwalimu Nyerere na ndugu yake Karume wamepinga sana matendo ya rushwa kwa kipindi chote. Kwa hivyo tangu kuasisiwa kwa taifa letu matendo ya rushwa yamekuwa yakipigwa vita sana. Ni adui wa haki, hufupisha, hupindisha haki, hupelekea mayatima, miradi ya serikali kutekelezwa bila ubora na madhila mengi sana. Lakini pia hupelekea magonjwa ya ngono ya kuambukiza, hususan kwenye rushwa za ngono.
Kila mtu anajua mambo haya. Nachosema ni kwamba hayakubaliki katika jamii yetu, hayakubaliki mbele ya Mungu, na viongozi wa dini wametoka kuongea jambo hilo hapo. Nadhani Suratul Baqara aya ya 188 hivi nadhani. Mwenyezi Mungu kwa mapana amezungumzia kukemea matendo ya rushwa. Na kama nakumbuka vizuri anasema, na wala msipeane mali yenu kwa njia ya batili, wala msiwatumie mali hiyo kwa ajili ya kuwarubuni wenye madaraka, ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa njia ya dhulma, hali mnajua. Lakini Biblia, Kumbukumbu la Torati nadhani aya 16 mstari wa 19, na yenyewe pia inasema, usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu, wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha macho ya wenye akili na kugeuza tawa ya wenye haki. Tizama, Qur'ani na Biblia zinakemea matendo ya rushwa. Kwa hivyo wametualika katika iftari, lakini najua ndani yake wanataka pia wapeleke message ya kwamba mnapokuwa kwenye vipindi hivi vya mifungo ya Ramadhani, mifungo sio ya Kwaresma na kadhalika, mmejielekeza kwenye ucha Mungu. Tukumbushane pia kwamba kuna jambo ambalo linabomoa mmomonyoko wa maadili yetu na kutupelekea katika madhila makubwa ya matendo ya rushwa. Na tukumbushane kila mmoja ana wajibu. Tusimwachie Mheshimiwa Rais peke yake, tusimwachie TAKUKURU peke yake. Kila mmoja wetu humo ndani ana wajibu katika jambo hili. Niendelee kutoa rai moja, sote tuwe mabalozi wa kupinga rushwa, kila mmoja kwa kipawa chake na kwa dhamana ya nafasi yake. Ana nafasi ya kupinga matendo ya rushwa kwa anaowasimamia au kwa watu ambao anao karibu nao. Kwa hiyo nitoe rai kwa wadau, vyombo vya usalama wenyewe, viongozi wa dini, machifu, viongozi wa kimila, viongozi wa vyama vya siasa. Nyinyi ni wadau wakubwa, wanavyuo na wanafunzi, walimu. Kila mmoja aone ana wajibu wa kutoa mashirikiano kwa TAKUKURU. Napokuwa kuna mazingira hayaeleweki, yana harufu za rushwa, wanachohitaji wao ni taarifa tu, na si mara zote lazima ujitambulishe wewe ni nani unayetoa taarifa. Wewe piga tu simu yako 113, tena ni namba ya bure. Una muamala kwenye simu yako au una muamala, hiyo simu itakwenda tu. Kwa dhati kabisa ya moyo wangu nirudie kusema, rushwa haikubaliki katika mazingira yote. Katika maadili ya nchi yetu na historia yake hatujawahi kuikubali rushwa. Katika vitabu vya dini hatujawahi kuikubali hata siku moja. Tusiruhusu tukaona kama ni kitu cha kawaida. Awali akitoa neno la ukaribisho, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Dodoma Bwana Eugenius Hazina Mwisho alimshukuru mgeni rasmi kwa kutenga muda wake kuhudhuria tukio la iftar na kuwapongeza wadau wote kwa ushirikiano wao mkubwa wanaoipatia TAKUKURU katika kutekeleza majukumu yake. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu na watumishi wenzangu wote wa TAKUKURU mkoa wa Dodoma, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako wa kufika hapa kwa ajili ya furaha hii ya kupata futari pamoja nasi. Tunakukaribisha sana wewe pamoja na viongozi na wadau wote waliofika hapa. Tunasema karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijahitimisha, kwa ridhaa yako ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wote na wadau mbalimbali kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia katika utendaji kazi wetu, jambo ambalo limewezesha mapambano dhidi ya rushwa mkoa wa Dodoma kuwa na mafanikio ya hali ya juu. Tumekuwa tukishirikiana katika utoaji wa elimu, kufuatilia matumizi ya fedha za serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Ndugu wadau, pamoja na majukumu hayo, sisi ni watumishi wa TAKUKURU
na ni sehemu ya jamii. Ndiyo maana wakati mwingine tumekuwa mkiona tukitoa misaada mbalimbali kama ilivyofanyika hivi karibuni hapa Dodoma kwa mkurugenzi wetu mkuu wa TAKUKURU kukabidhi mashine 2 za kusaidia watoto njiti katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa niaba ya watumishi wote. Iftari hii ni sehemu ya matendo hayo ya kijamii. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.